Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, siku ya jana iliweza kuwa ni tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026. Kesi yake Mheshimiwa Lissu iliweza kurejelewa kikamilifu, ila tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo kesi ile yake Mheshimiwa Lissu iliweza kumalizika katika njia ya hali tatanishi, kipindi na wakati ambapo kesi hiyo ilisitishwa kusikilizwa, huku Mheshimiwa Lissu akilazimika kuondoka huko mahakamani. Mtazamaji wangu, Mheshimiwa John Heche aliweza kuzungumzia yale yaliyoweza kujiri kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Lissu alipoweza kufika mahakamani. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa kwa ukurasa wake rasmi wake Mheshimiwa John Heche anazidi kuzungumzia jinsi ambavyo kuna agizo kubwa limeweza kutolewa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu na uongozi tawala ulioko madarakani, ya kwamba iwapo kutakuwa na uhuru wa Mheshimiwa Lissu, moja kwa moja basi Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kujiondoa katika siasa za nchini Tanzania na yeye aweze kuhama na kutokuwa raia wa nchi ama taifa la Tanzania, jambo ambalo Mheshimiwa John Heche ameweza kudai kwamba hawapo tayari kwa swala la aina hiyo liweze kumkumba Mheshimiwa Tundu Lissu. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kuna baadhi ya mambo ambayo yameweza kuchangia maamuzi kama hayo kufanywa dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, ama agizo la aina hiyo limeweza kutolewa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwanza kabisa, mtazamaji wangu, tunafahamu kwamba hivi sasa siasa zinazozidi kutarajiwa kurejea kikamilifu nchini Tanzania baada ya uhuru wake Mheshimiwa Lissu zitakuwa ni siasa kali dhidi ya chama tawala cha CCM. Kwanza kabisa, tunafahamu jinsi gani ambavyo hivi sasa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kuchoka na uongozi tawala. Pia kwa njia moja ama nyingine wanakosa kiongozi wa kushikana mikono na wananchi hao ili kusimama na kuzungumzia yale yanayozidi kutendwa na chama cha CCM. Na ndipo ambapo kwa njia moja ama nyingine chama tawala cha CCM kinafahamu kwamba uhuru wake Mheshimiwa Lissu utakuwa ni uhuru ambao utaweza kuleta mwonekano mpya wa siasa nchini Tanzania, na kile kinachozidi kushuhudiwa hivi sasa kama ni ukosoaji, basi moja kwa moja chama Chadema kitaweza kuongozwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya uhuru wake na ushirikiano na Mheshimiwa John Heche kwa ajili ya kushinikiza uongozi ulioko madarakani kufanikisha baadhi ya ahadi walizokuwa wameweza kuziahidi kwa wananchi wa Tanzania. Pia kwa kuwa Mheshimiwa John Heche na Mheshimiwa Tundu Lissu wangependa kusikiliza wananchi na hata wananchi wenye malalamishi ya kupoteza upendo wao, kupata majeraha wakati wa maandamano yaliyoweza kupita, Mheshimiwa John Heche na Mheshimiwa Lissu lazima taweza kulilia uongozi ulioko madarakani na hata kushinikiza uweze kufanya haki kwa wale wote walioweza kuathirika kwa maandamano yaliyoweza kushuhudiwa mapema mwaka 2025. Vilevile, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo chama cha CCM hivi sasa kipo pabaya baada ya maridhiano yaliyokuwa yakipangwa kumshirikisha Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya uhuru wake. Moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kukataa, kwani kuliweza kuwa na mbinu ya jinsi gani ambavyo uhuru wake Mheshimiwa Lissu kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru kwa njia moja ama nyingine, ataweza kuombwa aweze kufanya maridhiano kati ya chama tawala cha CCM na vyama vingine vya upinzani nchini Tanzania, jambo ambalo idadi kubwa ya wanachama wa Chadema hawakuwa tayari kwa maridhiano kati ya chama hicho Chadema
vyama vingine vya upinzani nchini Tanzania dhidi ya chama tawala cha CCM, kwani waliweza kuamini jinsi gani ambavyo chama Chadema kiliweza kuzuiwa kisiasa katika uchaguzi wa mwaka 2025. Haina haja ya kumtumia Mheshimiwa Lissu kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru ama agizo la kuachiwa huru aweze kuhusishwa kuwa baadhi ya viongozi wakuu watakaokuwa wakiendesha maridhiano nchini Tanzania ili siasa na hali tulivu iweze kushuhudiwa. Hasira wanazo idadi kubwa ya chama Chadema na wananchi wengine wa Tanzania dhidi ya chama tawala cha CCM iweze kutulia. Mtazamaji wangu, pia ikumbuke kwamba kuna baadhi ya mambo yanayozidi kuendelea ambayo hayafurahishi idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, na sote tunafahamu kwamba baadhi ya watu waliokuwa mstari wa mbele kuyazungumzia mambo ya aina hiyo, mfano bora ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Na hivi sasa Mheshimiwa Lissu kuwa gerezani, inazidi kuwa vigumu yeye kujaribu kusaidia wananchi wenye nchi ambao wapo Tanzania chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kutokana na kesi inayozidi kumkabidhi. Hii ikidhihirisha wazi kwamba iwapo kama kweli Mheshimiwa Lissu ataweza kumaliza yale ya muhimu ambayo yataweza kumsaidia yeye kuwa huru na kwa mara nyingine kujumuika na mamilioni ya viongozi na wanachama wa Chadema, basi moja kwa moja itakuwa ni afueni na habari kubwa kwa wafuasi hao, kwani watakuwa na kiongozi ambaye ataweza kusikiliza malalamishi yao, na hata kiongozi ambaye atakuwa yuko tayari kuwa mstari wa mbele, haki ziweze kupatikana, usawa uweze kushuhudiwa chini ya chama tawala cha CCM. Mtazamaji wangu, haya yote yanayozidi kufanyika, ikumbukwe kwamba uongozi ulioko madarakani hivi sasa unazidi kukataliwa, kupingwa siku baada ya siku, na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawana imani na uongozi huu kutokana na miezi michache baada ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuapishwa, kila kile kinachozidi kuonekana na kufuatia chini ya uongozi huo sio jambo ama sio mambo ya kufurahisha wananchi wa Tanzania, bali inaonekana jinsi gani ambavyo chama tawala cha CCM kinazidi kunufaika wao binafsi na sio idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, kama jinsi ambavyo iliweza kutarajiwa katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na hii hapa ndiyo ambayo inazidi kudhihirisha wazi kwamba kiongozi pendwa angeweza kuteuliwa na Watanzania si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu, na ndipo ambapo chama tawala cha CCM kiliweza kuzuia Mheshimiwa Lissu kuwania nafasi ya kiti cha urais katika uchaguzi ulioweza kupita. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vema kwa wewe hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, share video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.